Huyu anayekuja kuzungumza leo kwa niaba ya viongozi wenzie ni makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati. Karibu sana Mheshimiwa Jingu. Ndugu waandishi wa habari, kwa maelezo haya, mimi nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, bila kumung'unya maneno, kwa tarehe hii ya leo, yote haya ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi hii, mambo yamekuwa hayaeleweki. Viongozi wetu wanazunguka kila kona, viongozi wakuu baada ya kuchaguliwa, lakini tumeona kila wanapozunguka na kwenda, tunaona wakitembea na jambo ya reforms no election, no reforms no election, na wanapotoka kila mahala kufanya mikutano, baada ya kuondoka katika mahala hapo hakuna kitu kinachoendelea. Sasa kwa kuwa hakuna kitu kinachoendelea, nini kifanyike? Maana yake hatutoi ushauri kama sisi viongozi. Muda mchache uliopita, wiki mbili zilizopita, nilikishauri chama nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya kati kama kiongozi mwenzao ambaye tunaweza tukashauriana na kuendelea kukijenga chama chetu cha demokrasia na maendeleo. Lakini baada ya kutoa maoni yangu hayo kama jinsi kama jinsi ambavyo katiba inavyotutaka sisi viongozi wa chama na wanachama kwa jumla, kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchangia maoni yake na mawazo yake, badala yake unakutana na kauli za matusi ambazo za watu waliojikita kuandaliwa kwa ajili ya kuwatukana watu ambao wanataka kukijenga chama hichi pendwa. Sasa kwa sababu hizo ambazo zinaendelea sasa, na ninajua hata tutakapotoka hapa lazima mambo mengine, wala hatuwezi kuogopa. Tunaondoka katika chama hichi leo na tutabaki kuwa raia wa kawaida, lakini bado sisi ni wanaharakati ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tuna vitu vya kufanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo hatutakiacha kamwe hicho. Naombeni ya kwamba hawa viongozi wengine watakaofuata baada ya mimi kumaliza hapa, tutakwenda, kila mmoja atakuwa na muda wa kutafakari na kufikiri. Nimesema ya kwamba natokea Singida na ninajua vizuri chama hichi kilikuwaje toka mwanzo, na nitake kwa kupitia mkutano huu jambo moja tu. Viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo walioko kwenye ziara tofauti nchini kwa sasa, wakumbuke tu jambo moja, kwamba kwa kauli zao wakati wanachaguliwa na jinsi gani walivyofanya siasa wakati wa uchaguzi, najua ya kwamba walijikwaa na hatimaye wakajikuta wakitukana baadhi ya viongozi waliokuwa wakikilea chama hichi kwa miaka 30 iliyopita na wakatufikisha hapa. Basi wakumbuke ni wapi ambapo wamesema maneno yasiyofaa na yasiyokuwa na tija, warejee wakamuombe msamaha aliyekuwa mwenyekiti wao Mheshimiwa Mbowe, ya kwamba samahani kwa tuliyasema kwa sababu tulikuwa tunaomba kula tu. Kwa hiyo tunaomba tusamehe, vinginevyo dhambi hii ya kumsema mwenyekiti huyu ambaye ndiye kwa kusema kile ambacho kiko wazi, sisi sote tumepatikana baada ya kuwa uongozi wake kwa muda huo aliokuwa nao akifikisha chama hapa kilipo. Kwa hiyo tusingestahili kumlaumu wala kumshutumu kwa lolote, bali tungemuenzi na kusema kwamba bwana, tunakuheshimu, hapo umetufikisha, basi wacha na sisi tuendelee na kazi hii. Kwa hiyo niombe ya kwamba watakaposikia hichi warejee na kukumbuka. Wasipokumbuka, hiyo itakuwa ni dhambi kwao na itawatafuna, hawataweza kusogea.